Yes, ebana inakuaje? Tuna muda kidogo hatujakutana kupiga story hapa kwenye Before the Fame, na leo tumepata mgeni mpya, sio tu Bongo 5, mgeni even Tanzania. Huyu anaitwa Mtima Wangu, anatoka Rwanda, ni msanii mpya kutoka Kings Music, au sio? Na juzi tumemwona Alikiba kamtambulisha, sio? So tuko naye hapa, tunataka tuzungumze, tumfahamu Mtima Wangu vizuri, ilikuwaje kaanza kufanya kazi na Alikiba na nini, why Kings Music, why Tanzania na vitu vingi sana. Mtima? Yes. Mambo? Safi. Uko poa? Uko poa. Kiswahili kimenyoka vizuri? Yeah, najitahidi. Nimeona kwenye baadhi ya interview unaongea vizuri Kiswahili actually. Yeah, of course lazima niongee vizuri. Yeah. Rwanda, mbona mimi nikija Rwanda watu wengi hawazungumzi Kiswahili? Wanazungumza Kinyarwanda. Why wewe unajua Kiswahili hivi? Actually mimi nakaa kwetu nyumbani, ni Gisenyi. Ni karibu na boda ya Kongo. Boda? Boda ya Kongo. Okay. Sasa ilikuwa rahisi nilipofika hapa Tanzania kwa sababu nilikuwa naongelea kile Kikongo. Kikongo kwani kinafanana na Kiswahili? Yeah, ni Kiswahili. Kidogo bana mix na French, lakini ni Kiswahili tu. Hivi before ya kuja Tanzania siku ile unakaribishwa na Kings Music, ulishawahi kuwa Tanzania before? Yeah, ndio. Miaka 4. Ulikuwa unakaa humu? Mishe gani ulikuwa unazifanya? Sinajua mambo mengi tu, na record, nafahamu watu wakoje. Naangalia industry ya Tanzania pia ikoje. Vitu vingi tu. So nataka kuniambia before ya kusainiwa na Kings Music, mlishawahi kufanya kazi, yani walikuwa kama kukujenga ama? Yeah, of course, kama kunijenga hivyo. Kukujenga? Yeah. So wewe before ya kutambulishwa ulikutana na Alikiba miaka mingapi? Ndio hiyo miaka 4. Miaka 4 iliyopita? 2020 ilikuwa 2021. 21? Yeah, I think Na alikwambia nataka nikusaini? Yeah, nilikuwa Rwanda, lakini nilikuwa Rwanda, napigiwa simu. Okay, anyway, maana nimeharakisha kwenda mbele sana. Kwanza mimi nataka nikufahamu. Sisi tunakujua kama Mtima Wangu Sasa utatueleza maana ya Mtima Wangu ni nini? Okay. Na why Mtima Wangu? Na labda tulifahamu jina lako halisi. Wewe unaitwa nani jina lako halisi? Kwa majina ya nyumbani, baba na mama, naitwa ni ngumu. Naitwa Aleluya Mubirigi Pierine. Wewe jamani umesikia kwa? Abi? Aleluya, like kama Aleluya. Aleluya hii ya. Mubirigi Pierine. Pierine. Ni jina ya Kifaransa. Okay. Umetaja majina yote ya kwako na ya baba au ile jina lako tu? Jina langu tu. Hilo jina lako tu? Refu hiyo. Ni majina matatu. Hapo? Bwana, ni hata kuniambia nirudie siwezi. Hawezi. Why Mtima Wangu? Mtima ni jina ambaye nilipenda kuanzia muda. Actually nina nyimbo inaitwa Mtima. So nadhani jina Mtima ilitokea kwa hiyo nyimbo kwa sababu ni nyimbo ambaye nilikuwa naipenda sana. Okay. Paka watu wakiniona sema Mtima ule shule lakini ni shuleni hapo. Ule si ndo anaimba ile nyimbo ya Mtima. Kwa wanakuita Mtima. Mtima. Ikakaa sasa nasema okay. Hii jina ni sawa. Okay, Mtima ni Kinyarwanda au Kikongo? I think ni Kinyarwanda. Maana yake nini? Mtima ni moyo. Moyo. Yeah. Washa kwambia Kiswahili Mtima Wangu nini maana? Vile ni moyo wangu Yeah. Like nadhani Maruga anaingiliana. Yanaingiliana Sasa ni okay. Ulijiita Mtima Wangu hata before ya kusainiwa, maana ulikuwa unajulikana kama Mtima Wangu? Ndio. Ulikuwa unafanya muziki before? Of course kuna nyimbo fulani ambayo nilikuwa nazitengeneza zamani kama mimi. Nilikuwa najitafuta, najua. Natengeneza muziki. Nadhani ndo ilikuwa sababu ya kuniona. Okay. Wakanichukua kwa sababu kuna nyimbo fulani ambayo nilifanya inaitwa Urabaruta. Sasa Ali aliipenda akasema huyu mtu lazima tumtafute. Urabaruta. Urabaruta. Okay. Sawa. Naweza nikakuuliza ile swali. Wewe umeanza muziki rasmi lini? Yani like kwanza kama kazi, kama career au kwanza kwa like a passion, unaanza kupenda? Nilikuwa mdogo. Nadhani nilikuwa na miaka 8 sijui. Okay.
Ya nilikuwa naanza kuiga wasanii wa Rwanda wa zamani. Nikiona banaimba na waiga. Naona ni vizuri tungajaribu kufanya kama like sauti iwe nzuri. Yeah, unasafisha sauti. Ya ngao na waiga sasa. Najikuta napenda muziki paka shule ngasema mimi sitaki shule. Kwa uliacha? Tutaachaje na wazazi. Umesomea Rwanda huko? Ya nisomea huko. Level gani? Au kule Rwanda mnahesabu vipi? Sisi huku secondary, advanced, chuo kikuu na nini huko? Mimi nilisoma mpaka ngamaliza secondary. Okay. Baada ya hapo sasa ngaingia miaka 3 kusoma muziki. Umesomea muziki? Yeah. Rwanda au wapi? Hapo. Rwanda kuna chuo cha muziki eh? Yeah, of course. Okay, nifahamu wewe kwa mara ya kwanza unawasiliana na Alikiba. Ilikuwaje? Ilikuwa lini? What the situation? Situation nilikuwa ni vile tu Mungu, unajua mambo ya Mungu huwezi kujua. Mambo ya ajabu fulani. Sasa sisi tulikuwa kwenye kipindi cha corona. COVID, okay. Sasa hapo ilikuwa hamna issue ambayo inafanyika kwenye nchi yetu. Watu wamebaki kwenye nyumba zao, hamna kazi, kila mtu anaweza sijui ila sitatoka wapi, you know. Baadaye ngasikia simu eti King Music Alikiba. Sema no way. Nilikuwa naona kama nasema hii ni baraka. Okay, nani aliyokuambia kwamba Alikiba anakutafuta? Alianza Aidan. Aidan alitafuta IG. Akaniambia kwamba mimi ni manager wa Alikiba. Tunataka tukusign, tumeona una kipaji sana. Nini na nini. Nasema sasa watu ni wale. Nilikuwa sijamwamini. Ukajua si mtu muongo, labda mtu wa mitandaoni. Nasema hata sijamjibu. Kipindi cha corona hicho? Namwacha. Sije walivyoona nimedarau, sio nikudarau, let me say that kudarau. Yeah. Ukapuuzia yani ngapuuzia. Yeah. Sasa kuna journalist pale Rwanda ambaye bwana Joanna. Mwandishi wa habari, yes. Sasa alichukua namba kwa sababu tulikuwa tunajuana tayari. Akawapa namba zangu za WhatsApp. Alivyowapa Alikiba kanipigia video call. Really? Kwa kuni. Ilikuwa ni corona? Yeah. Ilikuwa corona kipindi? Hapo. Nasema ilikuja namba ngeni? Tena ilikuwa usiku, nilikuwa nyumbani na wazazi. Alivyonipigia moyo wangu kadunza sana, akasema no way. Paka ngakosa kitu cha kusema sio. Ongea Kiswahili, ongea Kiingereza. Lakini maskini bahati nzuri akaniambia tulia, just tuongee kama kawaida. Just relax. Yeah, alipoanza hivyo anaanza. Alijitambulisha mimi ni Alikiba au ulipomwona tu? Nilipomwona tu ngajua ni Alikiba. Yes, sasa akanituliza. Tukaongea tuliongea vizuri paka tukawa kama tunajuana, you know. Of course namuongelesha Kiswahili changu cha uongo, Kiingereza changu cha uongo, lakini anajaribu kunisikiliza. Tukapiga story. Nini alikwambia Alikiba? Watu watatamani kufahamu alikwambia nini Alikiba kana kupigia video ndo kwa mara ya kwanza. Mara ya kwanza alivyonipigia aliniambia mambo akiwa anacheka. Sasa na mimi ngacheka. Akaniambia unanijua? Ndio nakujua. Nilikuwa na haya. Aibu yani sasa. Ya nakujua. Mimi ni nani? Alikiba. Alikuwa vinachekesha of course, lakini alikuwa ananiuliza maneno si magumu kama mtoto fulani. Yeah. Nadhani alikuwa anaona maybe akiniuliza Swahili ambaye kiko deep. Huwezi kuelewa. Yeah. Sema sasa tunataka tukusign. Unanielewa? Akawa naye anajaribu kuongea Kiswahili cha Kinyarwanda fulani. Yeah. Sema ndio. Nawaambia wazazi hapo wakasikia Alikiba. Mwingine Alikiba ni nani? Alikiba. Ndio ikawa hivyo. Tukapanga then ngaja huko Tanzania. Okay, kwa ulikuja Tanzania kwanza? Na hapo tulivyoongea hapo sema tulivyomaliza kuongea. Niambia okay, sasa hivi tunaenda kupanga na management. Tuone jinsi tunaweza kaja
Tanzania, okay. Yeah, sasa wakafanya shughuli. Najikuta niko hapa. Oh, wow. Shukuru Mungu. Sio ni bahati kubwa sana. Sana, sana. Okay, simu ya Alikiba baada ya Alikiba kukata. Nataka kujua wewe ulikuwa kwenye hali gani? Alikiba ndo mmemaliza kuongea? Of course kila nchi yote ilijua. Nchi yote? Nchi yote ilijua. Rwanda, ulikuwa unafanya nini? Mimi nilikuwa si msanii mkuu, ni vile tu upcoming. Naimba tu, nasaidia wasanii kuandika. Backing is just. Back vocal. Yeah. Okay, back vocal like msanii ana perform, wewe unaimba kwa nyuma, yani sauti fulani like a bridge, nafanya live music pia. Yeah, okay. Sasa watu walikuwa wasanii sana walikuwa wananijua. Sasa na huo jamaa, huo journalist walipomwambia mambo kama hayo, kaandika tayari. Kaandika kwenye mitandao. Sema Mtimba tayari amechukuliwa na Alikiba. Kila mtu Rwanda sasa. Alikiba, Mtimba. Sasa ndo wakaanza. Reaction ya wasanii ilikuwaje kwa kutafuta baada ya kusikia umesainiwa na Alikiba? Hapo nilikuwa tayari kuna msanii anaitwa The Ben. The Ben, yeah, we know. Tayari alikuwa naye tayari amependa gisi ninavyoimba kwa sababu tulikuwa hatujuani sana vile. Naye aliona nyimbo yangu akawa anataka kunisaidia. Sasa alipoona Alikiba ananisaidia akaanza kuniambia sasa ile project, kwa sababu tayari tulikuwa na project. Yeah. Kaniambia sasa ile project vipi tutamaliza? Lazima tuimalize nini na nini. Lakini sasa mambo akawa nao ili mfanye project lazima wasiliane na management, no, baada ya management ilikuwa ina uwezo wa kuniambia. Okay, yeah. Lakini sasa mambo yamekuwa magumu mpaka nakuja huku naachana na vitu vya nyuma hapo, lakini ngawa namkumbushia hiyo project mpaka sasa hivi. Akija hapa namwambiaga, so ni kwamba ni zile baraka zinakuja kabisa. Okay, ilibadilisha maisha yako maybe kwa namna moja ama nyingine? Of course ilibadilisha maisha kwa kiakili na naweza ngasema kwamba kama mimi hapa nasimama kama msanii. Msanii ambaye nafanya muziki kama kazi. Bila kusema acha nibahatishe. Sasa hivi ni kazi kabisa. Professional. Najua nikitoa hii nyimbo lazima inilipe. Okay. Of course bado sijafika hapo lakini ndo naelekea huko. Sasa hivi Mtima ni mtu ambaye nimebadilika somehow. Nimebadilika. Mtu ukimuuliza Mtima anaweza kuambia sasa hivi Mtima amebadilika. Of course lazima ubadilike. Wazazi wanasemaje mtoto wao anakaa huku sasa hivi, sometimes wanakumisi? Naendaga huko mwishoni wa mwaka, naendaga huko, so si kwamba wananimisi kivile. Sometimes tunaongea kwenye call. Wanimisi sana kwa sababu wanajua nimekuja kutafuta maisha yangu. Okay, before ulikuwa unamsikiza Alikiba lakini kabla of course, Alikiba nilikuwa namsikiliza sana nyimbo zake. Wasanii gani ulikuwa unawasikiliza tukumndoa Alikiba? Alikiba kwa sababu unajua hata kama ulikuwa msikiliza kwa sababu ni boss wako utasema nilikuwa namsikiliza. Nilikuwa namsikiliza. Kuna baadhi za wasanii nilikuwa nawasikiliza kwa sababu pale Rwanda kuna TV inaitwa nadhani ndio ile ya kwa Rich. East Africa. Si TV yao? East Africa TV. Ilikuwa tulikuwa tunaifuatilia. Rwanda ilikuwepo. I think mpaka sasa hivi. Bado ipo. Ni channel ambayo ilikuwa inapiga nyimbo sana za Kitanzania. Sasa na mimi napenda kuifuatilia. Ghafla tu. Nao anapenda nyimbo za Tanzania. Sometimes ninaangalia movie, lakini bila kujua kama naweza naja hapa Tanzania. Okay. So kuna baadhi ya wasanii ambao ulikuwa unawafahamu kabisa? Of course, wasanii. Ulikuwa unafahamu wasanii gani? Kuna Alikiba of course, kuna Nandi, kuna Bilnas. No, Bilnas alikuwa bado haja au Saida Karoli. Okay. Saida Karoli. Nilikuwa namfuatilia sana. Wengine siwajui majina.
najua nani nyimbo zao. Really? Yeah. Ndo hao tu? Kuna JD. Okay. JD. Okay, let me ask you. How about labda mfano kama Diamond, Harmonize? Of course, yeah, nilikuwa nawaona lakini Lakini what? Okay, nilikuwa naona wasanii wakubwa, lakini mimi sana nilikuwa naangalia msanii ambaye naweza kidogo kumuiga fulani. Okay, kumuiga. Kumuiga gisa anavyoimba, vitu anavyofanya. Kwani wale wengine hawezi kuiga? Wengine of course like who you know, ni vingi siwezi kukumbuka. Siwezi kukumbuka, lakini of course naweza kuiga kwa sababu ni wakubwa. Yeah. Kuna vitu fulani ambaye nilikuwa nachukua kwao. Okay. Yeah. Sawa. Wewe ni msanii wa kwanza wa kike Kings Music. Nini ambacho una wish kufanya kuweka legacy yako Kings Music? Kitu ambacho naona, of course nishaona tayari kwa sababu niliona kabla. Ni bahati. Ni vile tu mimi napenda kuleta Mungu sana kwa sababu kila kitu ambacho kimenitokea niliona ni kwa sababu ya mpango ya Mungu. Yeah. Mungu alisema kwamba hii nafasi wewe ndo unatakiwa kuwa nayo. Yeah. Kwa sababu siwezi kusema of course lazima niwe hapa kwa sababu najua nini. Siwezi kusema hivyo. Kwa sababu kuna watu wengi sana hapa Tanzania ambao wanajua, ambao walikuwa wana uwezo wa kusema kwamba wanaweza kukaa kwenye nafasi yako lakini ni vile tu useme usiseme, ni vile Mungu tu akipanga sema unakaa hapo, unakaa bila kulazimisha. Mimi sijalazimisha tu, ni mambo tu amekuja kwangu. Yeah. Okay. Wewe kwa sababu ni msanii wa kike, you know what? Alikiba ni msanii mkubwa sana. Not only Tanzania, not only East Africa, Africa na worldwide. Msanii mkubwa sana. Yeah, sasa kwa Tanzania tuna Alikiba. Kwa mfano Alikiba Tanzania, mshindani wake watu wanaamini ni Diamond. Yaani mshindani wa Alikiba ni Diamond. Kwenye kila kitu, ndio maana wao ndio waanzilishi wa lebo. Diamond na Alikiba wameanzisha lebo. Ushindani wao kimuziki ni mkubwa sana. Hii nyinyi mlikuwa mnaisikia Rwanda kwamba Alikiba anashindana na Diamond? Yeah, tulikuwa tunasikia kama wanashindana fulani. Nini ambacho nyinyi mlikuwa mnasikia? Kama sijui kama hawaelewane. Of course ni mimi. Kwani wewe yuko muuliza bosi wako? Naweza ngawa namuuliza, kumbe maskini washabiki ndo. I think yeye alisema mimi sina shida. Yeah. Yeah, nadhani washabiki ndo wanaendelea. Yeah, okay. Ila mlikuwa mnasikia Rwanda? Yeah, of course tulisikia sana. Na mlikuwa mnafuatia? Tulikuwa tunafuatia. Wewe ulikuwa uko pande gani? Mimi nilikuwa naona, of course niliposikia story sema unaweza kuona huyu amekosea. Yeah. Kwa sababu nimesikia kwamba Alikiba ndo alisaidia Diamond. Sasa mtu ukimsaidia lazima kuheshimu. Yeah. Hata kama akikufanyia vitu vya ajabu. You have to respect him, right? Yeah, you have to. Okay. Wewe Yesu ulivyofika ni kwa sababu yake au? Yeah. Yeah, so ndio ulikuwa unasikia hivyo? Yeah, okay. Ukiwa umetambulishwa kwa upande kama mtu kama Alikiba ambaye ndo alikuwa anashindana na Diamond. Then Diamond ana record label. Then Diamond ana msanii wa kike. Kwanza mashabiki wataanza kushindanisha wasanii wa kike wawili. Unajua WCB wana msanii gani wa kike? Yeah, of course Zuchu. Zuchu Yeah. You know Zuchu I know. How Zuchu ni msanii wa gani mkwako? Yeah, ana spirit fulani hivi ambaye pia naweza nimeichukua kwake. Okay. Fulani anafanya paka anasema hivi vitu vizuri. Anafanya poa. Yeah. Lazima nichukue hiki kitu kwake. Nini ambacho umechukua kwake? Kuna gisi ana confidence fulani. Yeah. Ile confidence kabisa iko sawa, sijui maybe ndo alivyo au amemlazimisha, lakini kama ni ya kwake. That's proper, Yeah. So unataka uchukue ile confidence. Ile confidence na gisi anavyokuwa kwenye stage. Stage yake nzuri Yeah. Napenda stage yake kabisa. Kwa vizuri.
na vitu vingine vidogo vidogo ambayo siwezi kukumbuka. Angalia la. Yeah, that's good. Hiyo haina shida. Watu wanaanza kuwashindanisha. Kwa sababu wewe unajua kwa sababu gani unawashindanisha? Kwa sababu wewe umesainiwa na Alikiba. Na kwa sababu Zuchu ni msanii wa Diamond. Na Diamond na Alikiba ni watu wanaoshindana. Kwa chochote kinachofanyika kwao ni ushindani. Wewe unaonaje kushindanishwa na Zuchu? Tayari washaniambia nilishakuwa mke. Ushawahi? Eti nishakuwa mke. Mke? Mke wa Alikiba? Ni maneno lakini maneno ya watu mi mambo ya kushindana sijaja hapa kwa kusema kama nataka kushindana na huyu mtu. Nimekuja hapa kwa sababu kuna kitu fulani ambayo amekiona ndani mwangu. Ambacho hiyo kitu pia na mimi nataka nikikuze kiniletee kitu fulani kwenye maisha yangu. So mi lengo yangu ni kwamba natamani kufanya muziki mzuri, muziki ambaye unaweza ukapendelewa na watu wote. Mpaka kila mtu akisikia sema Mtima anaimba vizuri, Mtima anaimba vizuri. Lakini mambo ya kushindanisha of course siwezi kukataa. Lakini kuna kipindi fulani mtu anaweza akakusidikisha sema huyu vipi, sijui wanatujengea kile kitu. Kitu cha kusema sometimes unakuta mtu ni mtu anajiita Zuchu, let me say that. Anakuja kwenye comment anaandika kitu fulani, sema huyu mpaka kichwani kwangu naweza kusema huyu ni Zuchu nini? Bora ananiambia hivi. Sasa ikanijengea kitu fulani, unaona, ambaye mimi kabisa sija tegemea. Sasa kikufanya kumbe ushindane naye, kumbe maskini ulikuwa huna huo uwezo au huna hiyo time. Bana kujengea kile kitu cha kufanya na wewe ushindane na ule mtu watu. Kwa hiyo imeingia. Hiyo pia kwa sababu nishaiona na ikataa. Nilikataa. Unakumbuka hata message yote comment mtu aliandika ikakuumiza? Ni nyingi bro, ni nyingi paka management inaniambia usiku unasoma, sometimes kaushia tu, sisi tutasoma, tutajibu. Lakini wewe kama unaona too much, sometimes ipotezea. Yaani wewe shabiki mfano anakuambia kama niambia wewe vipi, wewe enda ulime bwana. Nenda? Muziki enda ulime. Muziki si vitu vyako. Mwingine anaweza kasema wewe si nimekuona kabisa ulikuwa unauza mayai sijui. Oh god. Wapi? I say ni vitu vingi vinaweza vikakufanya kabisa. Hivyo vitu vinakuja baada ya kusainiwa na Alikiba au vilikuwa before? Of course vimekuja. Nilikuwa sipo kabla. Kwa nini wewe unapenda kusoma comment? Unajua lazima usome comment. Okay. Utarudia tena kusoma comment au umeacha? Sasa hivi naangalia tu, nikiona tu nasema acha tu. Umeshazoea? Lakini kuna muda tu nikiona message comment moja ambayo imekatisha. Naacha kwa sababu nakuwa na panic attack. Nasema acha hii tu niache. Actually nirudi nyuma kidogo. Nilivyokuwa nasema siku Alikiba ambaye atanitambulisha. Utalogwa? Hiyo kitu nilikuwa sijui kwa nini. Nani alikuwa anakuambia? No, mimi nilihisi. Ukitambulisho utalogwa. Why? I don't know. Kwa sababu maybe natoka nchi nyingine watu. Yaani utalogwa na Watanzania au na Wanyarwanda? Utalogwa na mtu tu yoyote ambaye maybe alikuwa anahitaji hiyo nafasi. Okay. Hiyo kitu kilikuwa moyoni mwangu. Kwamba so ulianza kutamani usitambulishwe? Nilisema hapa lazima nipambane navyo. Niliomba sana. Niliomba sana, nadhani hata Mungu unaweza kuona kilikuwa hivyo hivi. Lakini niliomba sana. Bahati nzuri tu niliweka maombi mbele, mambo kawa mazuri. Ina maana ulikuwa unaamini watu ambao wanatamani hiyo nafasi yako? Of course kuna mtu tuko kwenye dunia, kuna mtu alikuwa anatamani lazima
Alikuwa anaitaka hiyo nafasi. Lazima awepo mtu ambaye anitakie mema, sema ana kile kidada. Sasa kile ndo. Wewe unaamini kwenye uchawi? No. Lakini sasa kwa kujifanya basi hata isikushitue kidogo, unaweka Mungu mbele. Kitu nilifanya. Niweka Mungu mbele. Hata kama ni vikwazo fulani ambavyo vinataka kuingilia biache. Sasa mabadiliko ambayo sasa hivi nimeona ni kwamba I'm a star. You are a star, right? Sasa hivi siwezi kutoka ovyo. Sasa hivi siwezi kama nilivyokuwa zamani, siwezi sasa hivi kufanya. Kuna limit. Kuna vitu fulani ambayo sasa hivi kabisa hata nifanye nini sitaki kufanya. Okay. Kuna mipaka fulani. Inakuumiza? No, kwa sababu najua hivyo vitu ndio vinanifanya niwe star. Mtu akiwa anaonekana sana hawezi kuwa. Lakini ukijiweka fulani, let me say usionekane. Hata uonekane sehemu ambayo nzuri, mtu akiona sema Mtima anaendaga pale. Pale pazuri, hivyo vitu ndo sasa hivi. I don't know, it's right. Ni sahihi kuongea, utajua utakavyojibu. Okay. Labda umesainiwa na Alikiba miaka mingapi? Mkataba wako Kings Music? Miaka 5. Miaka 5? Nini ambacho lebo imekupa baada ya kusaini? Ilinipa ushauri. Ikanipa kama go ahead. Sasa hivi tumekuachia. Sasa hivi endelea na kile kitu ambayo ulikuwa unatamani kukifanya. Ambayo of course ni video, kutoa nyimbo watu waone. Okay. Labda mtu mwingine anaweza kama amesainiwa lebo, mtu mwingine anapewa nyumba, anapewa gari, anapewa nini? How about that? Tayari ni kwamba tayari mimi hata kabla sijasainiwa. Kwa sababu nyumba ambayo inakaa ni wao nani? Wao ndo wananipa ile ya kula. So sijui kama maybe vingine naweza navitengeneza kwa hela ambazo zitakuja baadaye, lakini already I have it. You have a car? Car of course iko kwenye mpango, of course lazima niwe na car. Sure. So nadhani gari tu. Vitu vingine vipo. Vitu ambavyo ulikuwa una wish uvipate ukisainiwa, umeshaanza kuvipata. Nini ambacho unahisi bado unataka kufikia sasa hivi? Sasa hivi kitu ambacho natamani nchi yote iplay nyimbo yangu. Mpaka nikienda pale Mtima. Inakupa kitu fulani sema sasa hivi natamani sana. Bado sijakisikia. Mpaka nimenunua hata radio ya kuwa nasikia machain ya kusema kama wow, I like it. Sometimes nauliza vipi hajasikia kama amenipiga pale kwenye hiyo radio. Sema amekupiga mara moja lakini not bad. Natamani nipigwe sana. Mtima like upepo. Kama sasa hivi nafurahi nyimbo yangu kidogo inaenda kufika milioni ya mapenzi. I see. Sasa hivi ndo kitu kwenye maisha yangu ndo kitu nitakuwa nimeona mara ya kwanza, so really? Lazima ni celebrate. Okay, hii ni ngoma yako ya pili maana yake kwa Kings Mix ya mapenzi. Kuondoa Kinganizi inafanya vizuri of course. Kinganizi ilifanya vizuri, lakini Kinganizi ni kwamba nadhani ilikuwa kama kesho kama kitu acha tupime fulani. Okay. Ilikuwa kipimo, si kwamba ilikuwa ile target fulani. Ilikuwa kipimo. Vitu vinapangwa, si lazima watu wakisema ndio tufanye yenye nani. But collabs zipo? Of course ndio nyimbo mbili ya Alikiba. Kwa sababu pia nataka nitoe EP. So hiyo EP lazima uwepo. So una nyimbo mbili then kuna EP pia. Au ndio hizo nyimbo mbili ziko kwenye EP? Tutachukua moja tu tuweke kwenye EP. Na zingine nitoka kama solo. Zingine zitakuwa kama solo. Okay. So vipo tu, hamna ku rush.
kidogo mdogo tunaenda. Sitaki kukimbia. Ni matamanio makubwa. Yeah, ni kidogo tu. Na msanii gani ambao kuondoa wasanii wa Kings Music? Mbona Alikiba labda na Vanilla na Abdul Kiba. Msanii gani ambao unatamani kufanya naye kazi nje ya Kings Music? Wapo wengi sana Tanzania. Itategemea tu. Yeah, management itanichagulia kwa sababu mimi natamani kufanya nao wote. Lakini management ikisema tunataka wewe ndio ufanye naye. Nitafanya naye. Nyimbo zako unaandika mwenyewe? Nyimbo zangu najaribu. En fait si kwamba hata mtu akijaribu kunisaidia. Kuna namna na mimi naweka mambo yangu like kama melody. Of course Kiswahili changu hakiwezi kuwa poa sana. Lakini tunajaribu kusaidiana. Naweka melody. Naye anaweka. Naye anaweka maneno au anabadilisha melody pia. Okay. Wewe kwa nini ulichagua kuimba Kiswahili tu? Kiswahili ni kwa sababu ni international sasa hivi. Of course si kwamba nimechagua sana. Because already nina nyimbo za Kinyarwanda. Lakini kwa sababu niko Tanzania, lazima nianze na Kiswahili. Watambulishe kwanza watu wajue. Wajue. Natamani of course nisikilizwe na East Africa. Nikisikilizwa na East Africa itakuwa rahisi. Ambayo ndio target East Africa. East Africa, itakuwa poa cause wote wanasikiliza Kiswahili. So itakuwa rahisi kwao. Na kwangu pia. Mimi natamani usimulie ile tukio ambalo Alikiba alikuja Rwanda kuperform na Kevin Kade. Ulienda kuperform siku ile? Alikuwa anataka ni perform lakini nikasema hapana. Kwa nini? Pale lazima ujiandae. Hata kama we msanii lakini kuna namna ya kusema kwamba kwani utaimba nyimbo gani? Of course kuna nyimbo ambayo niko nayo ambayo iko hit sana Rwanda. Niliimba na King James. King James, okay. Unamjua? Yeah, niliimba na King James, so hiyo nyimbo iko viral sana, watu wanaijua. Nilikuwa na uwezo wa kusema kama hii nyimbo nikiimba tawasimamisha. So lakini nilikuwa sina ile. Ulikuwepo siku ile? Yeah, of course. Ulikuwepo? Paka nilitambulisha ngaenda pale. Niliona nilikutambulisha juu pale. Msanii wangu ni Kings Music. Lakini unajua watu kelele nyingi hata. Okay. Bongo Flava, kiwanda cha Bongo Flava kina ushindani mkubwa sana. I think hata Rwanda huko mtakubaliana na mimi. Ushindani wake ni mkubwa sana. Bongo hapa ndio maana nimewataja wasanii. Kwa mfano wasanii wa kike tuna huyo Nandi, tuna Zuchu, tuna Abby Chams, tuna Fina, tuna wewe pia sasa hivi huko hapa. Wengi sana. Ukija kwa upande wa kiume Alikiba, Diamond, Harmonize, Mario, Rayvanny, Bosso, nani? Wengi. Una uwezo wa kufanya nini uweze kusikilizwa mbele ya watu ambao they have wana brand, wana influence kubwa? I think ni umejipangaje? Yani okay, twende hivyo. Kujipanga ni kwamba nitakuwa mimi. Nitakuwa mimi kabisa, si kwamba nitajaribu kumuiga huyu mpaka nionekane kama yeye au nionekane kama huyu. Nitakuwa mimi. Nadhani hiyo kitu kitanifanya nisikilize sana. Okay. Sababu mtu akiwa unique, always you know, anakuwa wa kwanza mbele ya watu. So I have to be unique. Nitajaribu kutoa kitu kizuri ambacho kitapendwa na watu wengi. Okay. Ulishe kukiwaza hicho kwamba Bongo kuna watu wana majina makubwa, mimi nitafanyaje pale? Ushe kuwaza hiyo? Yeah, of course nawaza kila saa. Sasa paka nikiangalia nasema hivi 30 ngapi k itatoka? Naona sema siwe nifanye nini? 35k hivi. Nasema kwa followers kwa okay, followers. Naona kama iko slow ambaye mimi nataka iende juu. Sasa nawaza nitafanya nini? Hapo sasa ni ushauri pia. Hujamuuliza Chiko? Chiko namuulizaga na anakuambia ufanye nini? Subiri. Wewe subiri tu, kuna jambo nalifanya. Huwa anafanya nini? I don't know, promotion maybe. Promotion Yeah, nadhani promotion. Nimeona King'ang'anizi imefanya vizuri.
Wewe ndio king'ang'anisi. I like it, yeah. Mmeona pia Mapenzi imepokelewa vizuri na views karibia 600 YouTube, right? Sasa hivi laki nane sijui ina. Oh, wow, inatembea. Yeah. Okay, baada ya kuzuia hizi umehisi Watanzania wanapenda nyimbo za aina gani? Mimi kitu ambacho nimeangalia ni kwamba sasa hivi nadhani hawapendi nyimbo ambazo ziko slow. Like kama unavyofanya kama za let me say za kulialia. Nadhani za kulialia zilikuwa za mwanzo. Watu ndio walikuwa wanalia sana, Mapenzi wanalia sana. Lakini sasa hivi wanataka nyimbo ambaye ya kuruka. Kucheza. Of course hiyo Mapenzi lakini inchangamke. Unajua kucheza lakini? Yeah, of course najitahidi. Yeah, nacheza. Yeah. You can like, yeah, like Chris Brown, yeah? Sexy, no. Mimi nacheza sexy, naendana na nyimbo, you know. Yeah. Yeah. Okay. Tuambie next project zikoje za kwako? Next project I think tatoa nyimbo moja. Then baadaye ya nyimbo moja ndo nitoe EP ya nyimbo I think 5. Nyimbo 5. Hapo tumkuta mfalme hapo. Yeah, of course yupo ndani. Vanilla na Zana iko ndani. Abdu Kiba na iko ndani na sikuwa nyingi. Nadhani tutaweka kwangu mimi najisemea tutaweka Ali na Vanilla. Cause pia nishafanya na Tom Flavor, so what siwezi kuwaweka kwenye EP. Ushafanya pia na Tommy? Na nyimbo naye. Okay. Even Keituga pia? Wote nimefanya naye. Sasa wote nikiwaingiza kwenye EP, ni kwamba EP itakuwaje? Itakuwa ya kwao. Itakuwa the best, you know? I don't know. Yeah, kwa sababu itakuwa na makolabo makali. Lakini mimi ndo natakiwa kusikilizwa sana. Yeah. So itabidi hata ikiwa featuring 1-2 si mbaya. Why hujamweka msanii wote wa Rwanda? Kuna Kevin Kadiwan. Kuna Kevin Kadiwan? Yeah. Yuko ndani. Even Element. Yuko pia? Yuko. Wow. Hiyo ipita kwaje? Ni wengi. Akeweti. Sasa na hiyo wengine ya nani, lakini ya bado sijanani. Ya The Band pia hiyo collab. Yeah, okay. Kuna Bruce Melody pia yupo. Oh my goodness. Okay, just imagine. Hiyo ipi inatoka Ali Kiba, Kevin Kade, Bruce Melody, The Band, Tommy Flavor, Vanilla, Keituga. I don't know. Lakini hiyo pia inaweza kuwa idea nzuri, lakini sasa itakuwa too much. Yeah. Maybe inaweza kuwa kitu fulani ambacho mtu ameweza kutengeneza, lakini I don't know, itabidi niongee na management tuone kama kinafaa. Yeah, okay. Vipi wanakuambiaje kuhusu shows? Siji bado. Sipaka nadhani show paka uwe na nyimbo fulani ngapi? Yeah, idadi fulani ifike nyimbo Sasa ni kama naweza naenda kwenye show ya nyimbo moja. Okay. Nini ambacho nakipenda kuhusu Tanzania? Tuko mshoni kumalizia interview yetu. Okay, Tanzania ni nchi ambayo ni tulivu. Ina watu tu Wanyamwezi fulani. Ina Wanyamwezi ambaye napenda mtu ambaye ni mtu wa mjini. Ambaye amechangamka, anajua vitu. Pia mna ocean. Mimi napenda ocean. Bahari. Yeah, bahari. Napenda sana. Kweli? Yeah. Ndio kitu kimenifanya nipende zaidi Tanzania. Unaendaga? Kila mimi unaogelea au unapenda kuangalia tu? Of course siwezi kuogelea kwenye ocean. Naogelea kwenye swimming pool. Okay. Sababu nishawahi nasikia skin yangu sijui inakuaje. Sababu ni nani? Chumvi. Ni chumvi. Najiwasha. Okay. So unapenda tu kwenda pale unaangalia? Naangalia, nasikia ule upepo, naona tu just inafurahisha. Wow. Hata watu pia. Of course siwezi kusema kama asilimia wote ni wazuri. Kuna watu wazuri ambaye tu naona watu wazuri. Nini ambacho nyinyi yani mnazungumza kuhusu Tanzania?
Kuhusu Tanzania ni kwamba Tanzania ni nchi ambayo si vibaya, muna ile inania kusema sisi ndo sisi. Kujivunia, what naweza ngasema vibaya. No problem. Like muna ile confidence ya kuwa kama nyie ndo nyie, hamna kitu ambacho kinaweza kikawaingilia, which is nice of course. Yeah. Lakini pia ikizidi wanajisikia au like mnavimba. Okay. Ubongo unavimba. Mnavimba because sometimes unaona kitu sema kwa nini? Kwa nini? Like what? Like what? Mtima? Yes. Mimi bwana, kumalizia, mimi nitaomba kidogo basi waimbie watu wangu kidogo. Alafu nitaomba kitu moja. Ile nyimbo ambayo ilisababisha wewe Alikiba akuone. Nitaomba kuisikia hapa. Yeah, of course, yeah, ni nzuri because already tuna remix. Na nani? Why? Nataka tu mimi, unajua sometimes nikikaa nasemaje? Wewe Mtima, hii sauti ya studio au yeye? Sasa mimi nataka hapa hiyo naimba na mic hii. Hakuna swi vyombo, hakuna beat hiyo. Ni akapela tupigie kidogo hapa. Ushanikata mara kibao ila bado unajua kabisa navyohangaika ila bado najua nafasi wewe unitaki ila bado najitumisha message ila bado peace every day simupokei mwenzako nateseka silali vizuri kweli nateseka. Wow. Alikiba kasaidia kwenye kuandika yani ni hapa. Anaitwa nani msanii? Huyu Stance. Stance. Stance, mkono wa Stance, right? Yeah. Wow. Nice one. Una chochote cha kuambia mashabiki zako? Yeah, of course ninacho. Cha kwanza ni kuwashukuru kwa kilichotokea kwa hizi nyimbo mbili. Of course nadhani asili 80 na ni wao ambao wananisupport. Yeah. Which is good. Nafurahia sana, waendelee na kuwa na moyo huo. Of course waendelee kupenda vitu vizuri kwa sababu pia sidhani kama nawapa vitu vibaya. Yeah. Waendelee kunisupport, itakuwa nzuri zaidi kwangu. Kitu kingine pia wajaribu kunipa comment ambazo zinanijenga. Si za kunishusha. Of course hata hizo za kunishusha nikiziona kwa watu wengine it's okay, lakini kama mtu unajua na kusupport, kama unanisupport jaribu kunipa ile comment ambayo inanijenga nifanye vizuri zaidi. Usinishushe tu. Chingine naomba mnifuatilie kwenye social media zangu, Mtima wangu kwenye IG, even kwenye TikTok Mtima wangu. Yeah, mkuze brand, you know. Yeah, okay. Naomba lakini support. Nitaomba la mwisho. Jaribu kuambia wale Wanyarwanda ambao hawajui Kiswahili waage kwa Kinyarwanda hapa. Waambie hivyo ya maneno. Wafole yoko yeye. Banyarwanda kazi. Ndo umuntu wanyu murabibona. Icyo nyeneye no gufasha bwanyu umuntu wanyu. Ndabasaba ngo mukomeze kunshyigikira kuko ndi umunyarwanda kazi. Ndabinginze. Mukore uko mushoboye tuzamure ibendera ry'igihugu nubwo naje muri Tanzania. Ariko mugaragare cyane mu bikorwa byanjye kuko nimwe banje. Wow. Thank you so much. Wazee, tulikuwa na Mtima wangu, msanii mpya kutoka Kings Music. Huyu ndio the queen, yani ndio msanii pekee wa kike kutoka Kings Music, ndio msanii wa kwanza wa kike. Hatujui labda atakuja mwingine wa kike au ndio atakuwa huyu. Tunaendelea kusubiri. So tumezungumza vitu vingi sana kuhusiana na yale ambao ulikuwa uyafahamu na au umemfahamu. Kama alivyosema kwenye social media yake anatumia kama Mtima wangu. Tuanze tu ndio kumsupport nyimbo zake na pia tumfollow also. Hii ni Before the Fame. Until the next time.